What
maisha yaliyosalia, usipokuwa kwako, usipokuomba wewe. Nadhani mambo mengi yanakuharibikia, lakini tulipokuchagua wewe na tutapata wewe, haijalishi ni mawimbi gani. Bwana, ulitutia moyo na mambo mengi. Andiko lako lilisema vizuri, haijengee nyuma yake katika mwamba, mawimbi yatakuja, lakini kwa sababu amenijenga katika mwamba, ile nyumba haiwezi kutikisika. Haijengaye nyumba yake katika udongo, basi hata upepo tu. Tumejenga nyumba yetu kwako, tumejenga imani yetu kwako, tumejenga matumaini yetu kwako. Wewe ndiye mwamba, wewe ndiye mwamba. Watapata uzima wa milele. Asante Bwana. Mtoto wako anapolisikia jina la Yesu, mioyo yao hufarijika, mioyo yao huvunjika. Si kuvunjika kwa kukata tamaa, bali huvunjika kwa kunyenyekea. Maana ni jina la kifalme, ni jina lenye nguvu, ni jina lenye mamlaka, ni jina linaloheshimika katika maisha yako, na litamheshimisha, na litamubariki, na litamufanya apenye, na litamufanya apone, na litamufanya afanikiwe, na litamufanya abarikiwe zaidi na zaidi, na litamufanya ashinde, kwa maana ni jina la Yesu pekee yake. Hatuogopi kulitaja, maana ndiye baba yetu, ndiye mwongozo wetu, na Yesu ndiye njia. Asante baba yangu. Asante. Kaongezeke. Ongezeka mwanangu. Usipungue kwa maombi. Usipungue kwa laini. Usipungue kwa nguvu za Mungu. Ongezeka kiafya. Ongezeka kiroho. Ongezeka kihuduma. Usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Shetani anasema hata yule aliyepewa kama amebaki na kidogo atanyang'anywa. Usikubali ukanyang'anywa na shetani. Ongezeka. Wacha waongee. Endelea. Watashangaa. Kama Yesu asingeendelea wasingeshangaa. Saa sita inabadilika na kuwa giza. Walishangaa waliomsulubisha. Walishangaa. Hata wewe utawashangaza. Washangaze. Alidhani hautaweza, lakini utaweza. Bali kwa njia watu
watoto wakadhani utashinda, walikutukana, walikudharau, walikuachia vita. Yuko Mungu ambaye hajawahi fanana na mwanadamu. Yuko Mungu asiyebadilika, hata watu wamebadilika. Wenda wale wanaokusifu leo ndio watakuwa maadui zako wa kesho, ndio watakao kuongelea vibaya, lakini yuko Mungu. Wewe Baba, nikulinganishe na nani? Nikulinganishe na nani? Nikulinganishe na nani? Yesu amesema kama hujawahi fanya kosa kwa wa kwanza, ndio jiwe la Bwana mkapona. Na yule
lakini huyu amekuwa minimisho wakati nimekaa. Kwa hivyo hata kama kuna dhambi kiasi gani, huyu mwanamke amesamehewa dhambi zake. Watu wakashangaa, Yesu ni nani? Ana uwezo wa kusamehe, maana alijua msalabani yote yataisha, yote yataisha. Kwa hiyo kumwachie Bwana anachunguza maisha yako. Wanafunzi wa Yesu walikarama hatimaye, akapasa sauti mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akasema Yesu ni rehemu. Hatimaye alikuwa haoni, akamuuliza unataka nikufanyie nini? Nataka nipate kuona. Kuna watu kile vile ulivyo hawataki ufunguliwe, lakini Yesu anakuuliza unataka nini? Ana yeye aliganisha. Magonjwa uliyopata ulipona. Watu walikuwa tayari wanajiandaa kupumzika. Wengine wakasema utanunua sana. Yesu akasema hutakufa. Walingoja uamke. Watakupa maneno ya uchungu, waache waongee, waache waseme, watajiaibisha wenyewe. Achie Mungu, achie Baba, na waerevu wale wasio. Ukiona watu wanakusema wamejiweza kuliko wewe, hebu jiwezi wao, tayari wamejiweza. Achie Mungu, achie Mungu, achie Mungu, achie Mungu, achie Mungu, achie Mungu, achie Mungu. Wao wakipata watu wa kuongea, wakusema shida zako, wewe sema na Mungu wako. Usiwe na mtu wa kueleza shida zako isipokuwa Mungu. Mweleze Bwana. Anakwambia Mungu namna hii, usijisuluhishe na jambo lolote isipokuwa kwa kusali na kuomba. Wacha mambo mengine yajishughulike wenyewe. Yesu anaona na Mungu atakubariki. Mwanangu, nakuombea, nakuombea mwanangu, kesho yako itakuwa nzuri kuliko leo yako. Achana na watu wanaojiona bora kuliko. Sawa, wewe ni mchafu, sawa, wewe ni nafai, sawa, lakini hawajaniumba wao, hata wao wananijua. Kuna yule anayejua, kuna yule anayekujua. Wao wote wanahesabia haki. Wewe na uchafu wako, wewe ndio utakuwa kwanza kwenda kwa kaburi, kwenda kukutana na malaika, na atakayeenda kuambia wale wengine kwamba Yesu amefufuka, ako kule Galilaya. Nimekutana na malaika, ndipo watakimbia waende wakaangalie kaburini, wakute kweli hayupo, lakini ujumbe uliowapa ni ule uliowaambia Yesu amefufuka. Mwanamke yule yule alikuwa wawe kweli, mtu mwenye matunda unarushwa mawe. Kuna mawe alikuwa anaandaa. Yesu akasema hili ni fungu langu, hata iweje wewe ni fungu la Mungu. Watakukasirikia, watawaza wakupe, watakuombea mabaya, bali Yesu anasimama nawe. Yeye ndio atakayebaki nawe. Akasema nilipatana na mtu mmoja alikuwa amejeruhiwa sana, watu wakampita, wapasa wengine wakampita, watoza ushuru wakampita, lakini alipokutana na Msamaria mwema, Yesu anapita pale, akapatana na mtu mmoja, anapita na punda wake, aliyezoea kubeba mizigo, aliyezoea kubeba mambo ya watu. Punda yule akamchukua yule mtu wa Mungu, akamweka kwa punda.
yule punda. Akambeba mpaka kwa mtu wa Mungu, akamwambia mhudumie huyu aliyeachwa hapo majia, aliyeachwa hapo wanyang'anyi wamemrarua, ameraruliwa, roho yake imeraruliwa, ana amani tena, ana matumaini tena. Anasema mtie moyo. Mimi hawa watu ambao utawahudumia haina haja wakulipe. Mimi nitakapokuja nitakuja nipe ujira wangu. Yesu atakayenilipia, hata wewe Yesu atakayekulipia, haijalishi. Yesu atakayelipa, Yesu atakayekulipia. Ndio umesaidia watu, sasa wamejifahamu. Waachie Bwana, mwonyesha mtu njia. Ajue Mungu, hiyo roho ni ya Mungu, sio yako. Mungu anadili na roho zake. Kila aliyedharauliwa na wanyang'anyi, Mungu akuumbe tena, Mungu akutengeneze na uendelee na hakuna kurudi nyuma, katika jina la Yesu. Ndiye Mungu. Vitu vingine vikija vinakuja kwa msimu, havitabaki hapo, vitaondoka tu, vitaondoka. Hata yeye atazeeka, hatabaki nayo, haitabaki hiyo. Hizo vita vitaisha, vitaisha, vitaisha. I'm telling you the truth. Siogope kusema, ni wimbi tu, ni mawingu tu yanapita. Waliokuroga ni mawingu tu, mawingu tu. Saa zingine kuna watu mawingu yanaweza kuwa yanapita, watu wakaondoa nguo zao, hata watu wengine wakavunjika moyo, wakaondoka kwa sababu ya lile wingu. Lakini kama nguo hazijakauka, ziache zikauke. Siogope. Kuna tofauti ya mvua na mawingu. Majaribu ni mawingu. Nakutia moyo leo, usikate tamaa. Mawingu tu, mawingu yatanyesha, yatanyesha, na utakuta mengine hayajafika ujamaa, yamenyesha ndio tuliamua. Ifika ujamaa hakuna mawingu. Kwa hivyo huko mbele hakuna. Wewe endelea, endelea, endelea mbele. Baba, katika jina la Yesu, najua uko hapa na uwepo wako ni mwingi. Nguvu zako zimewatawala watoto wako na wameweka imani kubwa, weka matumaini makubwa, na Mungu utaenda kutenda. Hawana tegemeo lingine wewe. Fanya yaliyo mema, ondoa yaliyo mabaya. Mubariki, upe amani. Aingia hapo na toka. Kama hakuna mlango wote anaotegemea, tengeneza mlango wa kutegemea. Fanya kitu akitegemea, fanya kitu unatumaini ndani. Huenda yuko lakini hajui ni nani ambaye atakuja kumshika mkono hata aweze kufanikiwa, lakini utaleta. Elia wakati alikuwa hana chochote kwa mkono wake, akamwambia Mungu, ikiwezekana uniue sasa. Akalala katika mtego, lakini Mungu kwa sababu alitaka uendelee, akaleta kunguru. Kuna mtu atakuja na atakuwa ametumwa na Mungu na atakufanya utoboe, hata kama wengine wanazuiliwa. Lakini kuna yule atatumwa na Mungu ambaye hata ambiwe nini, hata sikia la mtu, lazima akufikishie kile ujumbe
uendelee na safari. Lazima hautakwama. Kama Mungu alisema haukwami. Matumaini yako haitakufa. Walijaribu kuyaua ya Yusufu, wakapanga njama ikapangwa, na wakaenda kudanganya mpaka babake Yusufu ambaye ni Yakobo. Akasema mtoto ameraruliwa na simba. Angalia mavazi yake, kumbe wivu. Unafanya ukasirikie mwingine. Jamaa yuko kwa shimo, wakachinja. Njama imepangwa. Haijaanza leo mwanangu kubarikiwa. Haijaanza leo. Itapokuwa kuseme alishasema vitabu ndani ya moyo wake. Sasa hivi anajitokeza tu. Itapokuwa kuroge alishakupigia mahesabu vitabu. Kama mtu akuache, hajaanza kukuacha sasa hivi. Lakini yuko Mungu. Yeye analeta chakula, John analeta neno, lakini watu washapanga. Masikini Yusufu anapenda ndugu zake, anabeba chakula analeta, anashangaa watu wamekuja wamebadilika, anapofunga wengine anasema tumalize, wengine anasema roho yake lakini inajipiga, anasema hapana, msimuue, bado ni damu yetu, afadhali tumuingize kwa shimo. Wengine anasema hapana, tumuuze basi. Kwanza wakamuoka kwa shimo. Anasema, anapiga nduru, jamani, nikosa gani nimefanya? Si nimewaletea chakula. Anasema huyu ndugu anatuhurumia, wacha tumutoe, tumuuze, alafu tuende kwa baba, tukamwambie basi, yule mtoto wako nilikuwa nampenda, yule pastor wako nilikuwa nampenda, yule mhuduma wako nilikuwa nampenda, amekufa. Chama ya uuaji. Yusufu anachapwa mijeledi, ajui amekosa nini. Yusufu anauzwa, anaenda kupigiwa bei, lakini kule anakwenda, Mungu anampa kibali. Utapata kibali kwa hiyo maneno, utapata kibali kwa hiyo matusi, utapata kibali mwanangu, kwa hiyo majaribu utapata kibali. Akafungwa mpaka gerezani, kibali kikakufanya gerezani. Akapatwa na mwanamke Potifa alipomchukua, akasema huyu kijana ninamjua, anakaa kuchapa kazi. Akakwenda. Yusufu alikuwa mfanyakazi wa nyumbani. Yusufu alikuwa anafanya kazi ya nyumbani. Mwanamke majaribu bado anamwandama. Mwanamke anamwambia, lala na mimi ama sivyo nikuseme, inaitwa damu ya sirini. Yusufu akasema, nimepewa vitu vyote kwa hii nyumba niweze kumshughulikia, lakini wewe nimekatazwa. Lakini Yusufu anasema, yule mwanamke anasema, usipofanya hivyo nitakusingizia. Umelala na mimi. Yusufu alipangiwa njama na ndugu zake, kila mahali atakapokwenda anapangiwa njama. Yusufu akakataa, mwanamke akamlazimisha, akararua mavazi, akakuja vipuli. Oh my Lord. Potifa anaingia, anakuta Yusufu ameshikilia nguo ya mume wake. Yusufu
akashindwa kujitetea, akaingia gerezani, lakini bado Mungu akamupigania. Wakapitia hali ngumu sana, hakuna mtu aliyetatua hiyo ndoto, wakamutafuta tena. Oh my Lord, wakamfuata tena. Wengine nao wametoka, nasema nimepatana mtu mwingine huko jela, akatatua hiyo ndoto yangu. Wewe na hatimaye huyu anaweza kukutatulia ndoto. Sema mleteni. Akiletwa ni Yusufu. Yusufu anangoja, anaelezwa ndoto. Yusufu anaeleza ndoto, anapata kibali tena. Anaambiwa sasa, wewe ndio utafanya hiyo kazi. Wewe ndio utafanya hiyo kazi. Kwa sababu kama kuna miaka 7 ambayo itakuwa ya mavuno na miaka mingine 7 ambayo itakuwa ya njaa, na wewe ujuzi, basi sahi yule mke wangu nitamuondoa na nitampata wewe. Aya, wewe ndio utakayemiliki. Mungu wa Potifa akashangaa, anamiliki tena. Saa hiyo si mfanyakazi wa nyumbani, yeye amekuwa waziri mkuu. Toka kwa nyumba ya kazi ya nyumba hata waziri mkuu, mwamuzi. Siwahi kata tamaa. Kama mwamuzi, Yusufu akakumbuka na watu walinipangia njama, na hii njaa iko dunia yote. Akakutana na ndugu zake wameweka laini, wana njaa. Anakuja, nasema nitatumia vipi babangu? Babangu ana makosa, Benjamin ana makosa. Nataka hao watu utaweka kikombe na dhahabu na kuweka. Wakakamatwa, na akaambiwa, leteni wazazi wenu, kila mmoja wenu, hayo familia ya kuja. Akaambatana na ndugu zake wote, na tu alikuwa amevaa kama kifalme. Akawaita mahali, akajifungua. Ndugu zake walilia, ni huyu niliyemuuza, ni huyu niliyemsema. Walilia sana. Babake akasema, mwanangu, nilikuwa najua umekufa. Mzazi analia, ulikuwa najua umekufa. Kumbe huko. Akakumbatia babake na ndugu zake. Ndugu zake wakaomba msamaha. Yusufu amewasamehe. Wasamehe wadogo sana. Wasamehe wadogo. Wasamehe. Samehe. Samehe, waachie Mungu. Waachie Mungu. Mungu atasimama na wewe siku zote, na kila jambo itakayopangwa haitafaulu. Zitafaulu kwa wale ambao ni wapumbavu, watakaosikiza hiyo maneno. Lakini kwa yule aliyejaliwa hiyo neema, atajua Mungu awe na wewe, na kila aliyekwendea kinyume, Mungu akadhihirisha mapenzi yake yakatimia. Yeye ndiye Baba aliye mwema peke yake, hakuna mwingine kama yeye. Asante Bwana kwa jina lako Yesu. Tunashukuru sote kwa uwepo wako na neema hii. Tulikuwa tunaenda kumaliza ibada, ninaomba maombi haya ya kwenda kukamilisha ibada hii. Bwana, najua unawapenda watoto wako, nao wanakupenda pia. Roho zao
zimebondeka, wameelekeza imani kwako. Wakitoka hapa sio mwisho wa maombi, bali waongozi wape watakacho, wale wanakuamini wewe, na wakipata huwa wanasema ni Mungu amenibariki. Mungu kawabariki ili jina lako lizidi kutukuzwa. Kawatoe katika mifumo, waondolee mikosi, waondolee umaskini, waondolee ufukara. Njia za baraka zifunguke, afya zao wakawe wazima, walalapo wazunguke na moto wako, watembeapo wapatie ulinzi, waepushie kila maajabu na kila roho yote ya shetani. Ndani ya moyo wako kuwe na furaha, kwa sababu unaenda kukubariki, unaenda kukupatia mwangaza, na utakapokubariki hata asiposema wakubarikiwa anajulikana. Maana neno lako kasema sisi ni barua tusomeke vyema. Kama wakisoma na tukiwaambia imeandikwa na Yesu, yaani kama sio Yesu kufika hapa, kama sio Yesu tusingefika, na kama sio Yesu nisingepata. Atauliza Yesu nani yuko wapi? Nitamwambia niko bila mahali, ila nategemea unamtafutia kanisa gani. Mungu wangu waongoze sasa, hata wengine wanapotoka mahali hapa kuelekea manyumbani, wakifika manyumbani amani ipatikane, uwepo wako uandamane nao, nguvu zako ziandamane nao, ubariki mahali analala kwa ninde na upata kazi, pakajee nguvu zako ili mandoto mabaya isionekane, na kile ambacho hakuna pale ikapatikana, ili roho yake ikawe sawa. Na wewe Bwana ukaridhike wakati mtoto wako anaposhukuru kwa ajili ya kwamba umemtendea. Zaidi ya hiyo Bwana, utuepushie watu wabaya ambao hawatuletei habari njema, bali ni za kuvunja moyo. Ulisema tusifungiwe dira na watu wasioamini. Hakika Bwana, tuepushe nao. Hilo ndilo ombi, na utuunganishe na wale ambao ulisema wawili hawezi kutembea pamoja wasipopatana, na ukasema asiyekuwa pamoja nami yuko kinyume chetu. Simama na watu wako na wale wanaotuendea kinyume. Baba yangu, kuna ufagio wako unaitwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inapomwagika hushafisha na huondoa kila makosa. Sisi hatuna uwezo wa kuchagua mbuzi na kondoo, ila wewe ni mwenyewe ndio ulisema mbuzi mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kulia. Wale ambao watatusumbua katika maisha yetu hatuna uwezo wa kuwaondoa, ila wewe ni Mungu na watoa mwenyewe. Hakika mahali popote utaleta tu jambo ya kwamba mtu fulani, na sisi hatutalalamika, kwa sababu ni wewe mwenyewe, kwa sababu ulisema chatu kidogo utatoa dogo zito. Kwa hivyo Bwana ukasema tujiepushe na watu wanaotia tatu. Hatuna uwezo, hatuwajui, ila wewe Bwana unawajua. Wewe Bwana ndio utatuepushia wachawi, waganga, maadui na wanaotolea kinyume. Bwana Yesu, lingine ni kwamba tusikose chakula, mavazi na matumizi yetu ya kila siku, kama maombi ama neno lako ulivyosema. Ukasema Baba yetu uliye juu mbinguni, kwamba tuombe hivyo, ya kwamba Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wanaotukosea, wala usitutie majaribuni, bali ukatuokoe ni kwa yule mwovu. Kwa maana ufalme na nguvu na utukufu ni wako, ni sasa
na hata milele. Amen. 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 Mungu akubariki.